Warigani Tanzania, hii ni Yegowasu TV sauti ya jamii. Karibu katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu ya kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutoka hapa Yegowasu TV sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Manispaa ya Musoma imehitimisha zoezi la utambuzi wa mifugo kwa kuweka eleni kwa mifugo ndani ya manispaa hiyo, ambapo ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo wamepata huduma hiyo. Akizungumza kwa niaba ya wafugaji, mfugaji Gilbert Buriro alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Gilbert Ngaranga Buriro, ni mkazi wa Lakeside. Ninashukuru sana kwa serikali kwa ajili ya kuweka utaratibu wa kutambulisho wa mifugo wa eleni. Pia utaweza kutusaidia juu ya changamoto ya wizi unaotokea wa kuibiwa mbuzi au ng'ombe au kondoo. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa sababu vinawekwa kwenye mfumo. Kwa hiyo inampelekea mfugaji kuweza kupata mfugo wake sehemu yoyote, kwa sababu ataingia kwa mfumo na kuangalia zile namba ya yule mfugo ambao ameibiwa. Lakini pia itasaidia kwa mfugaji kujua idadi ya mifugo yake, inapopungua anatambua mapema kwa haraka. Kwa hiyo nipende kuhamasisha wananchi wale ambao mjawekea eleni kwenye mifugo yenu, mjitokeze kwa ajili ya zoezi hili, ni jema na lenye mafanikio. Lakini pia Yegowasu TV iliweza kuzungumza na daktari wa mifugo Dr. Evans Mgari kutokea manispaa ya Musoma, na alikuwa na haya ya kusema. Majina naitwa Daktari Evans Mgari, ni daktari wa mifugo manispaa ya Musoma, lakini pia ndo ni mratibu wa zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo ambalo linaendeshwa kwa taifa zima. Zoezi la saizi tuko kwenye zoezi la utambuzi wa mifugo, lakini kwa saizi tumeshafikia 75% ya kutambua mifugo yetu kwenye halmashauri yetu, ambapo tumezunguka kata zote 16 na leo tuko kwenye kata ya Mkendo. Hapa ndo kata ya mwisho ambayo tunaifanyia utambuzi wa mifugo, lakini tunategemea kwamba ili zoezi ni endelevu, kwamba hizo 20% ambazo zimebaki tutaenda kulifanya ile zoezi kadri inavyowezekana. Lakini pia tuseme tu kwamba hili zoezi lina manufaa makubwa sana kwa mfugaji na taifa kwa ujumla. Kwa mfugaji litamsaidia mfugaji hususan pata kama ameibiwa mfugo wake kupata, kwa maana kwamba mfugo kishaibiwa, ukiskani ile namba kwenye ya tagi, ni kwamba unaweza kupata kwamba mfugo ni wa nani na ni wa halmashauri ipi mpaka mtani mtaa gani. Kwa hiyo utasaidia kuwa kwenye kudhibiti wizi wa mifugo. Lakini sio hivyo tu, wafugaji kujua mifugo yao kwa namba, kwamba mfugo wangu namba fulani uko wapi, naweza kujua. Kwa taifa tutapata takwimu halisi ya mifugo kwa nchi nzima, hususan kwenye manispaa yetu. Kwa maana sisi kwenye level ya halmashauri ya manispaa Musoma, tutajua manispaa Musoma ina mifugo mingapi na kwa mfugaji mmoja kuna mifugo kiasi gani na yuko kata ipi na mtaa upi. Lakini pia tutapata soko kimataifa, kwa sababu moja ya vigezo vya kufanya kuuza nyama au product nyingine ya mifugo ni kwamba uwe una chanja magonjwa yale ambayo yanaweza yakasambaa kwenda taifa lingine, ili tuweze pia kupata soko, maana kwamba tutakuwa na weka wa soko la nje. Sasa basi, kwa wale ambao hawajaleta mifugo yao kwenye zoezi la kutambua mifugo, kwa hiyo nitoe wito tu kwamba wajitokeze tunavyoendelea kufanya hizo zoezi kwa amu nyingine, ili waweze kutambua mifugo yao, ili sasa wapate hizo faida ambazo nimeshakulisha kuzitaja hapo mwanzoni kabisa. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV sauti ya jamii na kuzidi kukuletea habari moto moto. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari alisimama Dakawa John. Hii ni Yegowasu TV sauti ya jamii.